Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkubwa baada ya kusema anaamini Marekani inapaswa kushiriki katika kuchagua kiongozi ajaye wa Iran kufuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Trump amesema lazima ahusishwe katika uteuzi wa kiongozi mpya wa Iran, akilinganisha hali hiyo na jukumu ambalo Marekani iliwahi kuwa nalo katika mabadiliko ya uongozi nchini Venezuela. Katika mahojiano, Trump pia alipinga wazo la Mujtaba Khamenei, mtoto wa kiongozi huyo aliyeuawa, kumrithi baba yake. Trump alisema Mujtaba Khamenei hafai kuwa kiongozi wa Irani na kusisitiza kuwa Marekani inataka kuona kiongozi atakayesaidia kuleta amani na utulivu nchini humo. Kauli hizo zimeibua mjadala mkubwa duniani, huku wachambuzi na viongozi mbalimbali wakionya kuwa zinaweza kuongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo tayari linakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kijeshi. Miongoni mwa waliokosoa kauli hizo ni mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania, Zitto Kabwe, ambaye alisema matamshi ya Trump ni ya hatari na yasiyokuwa na busara. Kupitia ujumbe aliyouchapisha kwenye mtandao wa X zamani kama Twitter, Kabwe amesema mtazamo huo unaweza kuongeza mvutano na hata kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa kikanda. Njia hii ya kizembe inaweza kuongeza mvutano kwa kiwango kikubwa na kuanzisha mgogoro mpana zaidi wa kikanda, alisema Zitto Kabwe, na pia akasisitiza kuwa suala la kuchagua kiongozi wa Irani ni mambo ya ndani ya wananchi wa Iran na linapaswa kufanywa kupitia mifumo ya kikatiba ya nchi hiyo. Na kwa mujibu wa Kabwe, katiba ya Iran imeipa mamlaka baraza la wataalam, yani Assembly of Expertise, kuchagua kiongozi mkuu wa nchi hiyo bila nafasi yoyote kwa nchi za nje kuingilia au kutoa maamuzi yoyote. Kabwe pia alisema kauli ya rais wa Marekani kwamba lazima ahusishwe katika uteuzi huo ni kuingilia moja kwa moja uhuru wa nchi nyingine. Alitoa wito kwa watu wote wanaoamini katika demokrasia, uhuru wa nchi na sheria za kimataifa kulaani vikali kile alichokiita ni vitendo vya kibeberu. Nikimaliza kwa kumnukuu Zitto Kabwe, anasema ukimya mbele ya hatua kama hizi ni swala la kushiriki katika kosa hilo. Mimi ni Simon na hii ni Mnazi TV.